Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sura ya 17 aya ya 11 hadi ya 19. Yesu alipokwenda njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Akasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, "E Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu." Alipowaona aliwaambia, "Enendeni mkajioneshe kwa makuhani." Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, kirukaruka kwa kifudifudi miguuni pake akimshukuru. Naye alikuwa ni Msamaria. Yesu akajibu akamwambia, "Hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana wale warudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu?" Akamwambia, "Inuka, enenda zako, imani yako imekuponya." Neno la Bwana. Roho mkuu mfariji mwema, ndugu wapendwa katika Kristo, hii ni Dominika ya 28 ya kawaida katika mwaka C wa kanisa. Ndugu yangu mpendwa, neno la Mungu katika Dominika hii linatufundisha tuwe watu wa kutoa shukrani. Tuwe watu wa shukrani. Linatufundisha kwamba watu ambao pengine tunawadharau katika jamii zetu, tunaona hawana maana, lakini hao katika macho ya Mungu ndio wenye maana, na hao ndio watakaofika mbinguni. Wapendwa katika Kristo, katika somo la Injili, wanaume 10 wenye ukoma walimuona Yesu anapita, wakamuomba awatakase. Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 11 hadi 19. Na Yesu aliwatakasa, lakini kati yao aliyerudi kutoa shukrani ni mmoja tu, naye alikuwa ni Msamaria. Lakini Yesu kwa nini amesisitiza kwamba? Yesu akajibu akasema, "Hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wako wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu?" Wapendwa, Yesu anatualika sisi sote kuonesha imani yetu kwa kumshukuru Mungu. Shukrani kwa Mungu ndiyo kiini cha imani yetu. Pendwa, wanaume 10 walitakaswa ukoma wao. Ukoma ulikuwa ni ugonjwa mbaya sana, ugonjwa mbaya mno, na kwa kipindi kile ulikuwa ni ugonjwa ambao hauwezi kupona. Ndugu yangu, ukoma siku ya leo ungekuwa ni zaidi ya ukimwi. Ni zaidi ya nini? Ya ukimwi. Ukoma ungekuwa ni zaidi ya corona. Ukoma ni zaidi ya TB, kwa sababu mmoja anayeumwa ukoma alitengwa na jamii. Alipaswa kukaa mbali kabisa,
asikusane na watu kwa kuwa atawaambukiza. Ilibidi isolate. Na endapo unaonekana kama wewe unataka kwenda kumsalimia, kumpa mkono mwenye ukoma, angesema mimi ni mwenye ukoma, usinisogelee. Tumsifu Yesu Kristo. Nadhani kwa siku leo ukoma ungefanana kidogo na corona, si ndio jamani? Mwenye corona anakaa mbali pia. Lakini corona inapona. Ndani ya majuma mawili utapata majibu yake. Au unakufa au unapona, si ndio? Tumwangalie huyu Msamaria. Msamaria ni nani? Msamaria ni nani? Katika Agano la Kale, neno Msamaria linahusiana na watu wa mkoa wa Samaria ambao walikuwa ni sehemu ya kaskazini ya Israeli baada ya taifa la Israeli kugawanyika katika ufalme wa kaskazini Israeli na ufalme wa kusini Yudea baada ya utawala wa mfalme Suleiman. Mnamo mwaka 722 kabla ya Kristo, Waashuru walivamia na kushinda ufalme wa kaskazini. Watu wengi wa Israeli walichukuliwa uhamishoni, na Waashuru wakaleta watu wa mataifa mengine kuishi Samaria. Tutasoma zaidi kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 17. Watu hawa wapya walioletwa pale na Waashuru walichanganyika na wale watu wa Israeli wa Samaria waliobaki pale. Walizaliana nao. Kama mnaofahamu mabinti zetu. Mme ameondoka ameenda vitani, amekaa miaka 2-3. Mwanamke unakuta unamwona zako ameshaolewa tena. Nafika bwana shangaa ameshaolewa. Na nijua umekufa. Sasa hivyo ilikuwa kwa Waisraeli pia. Watu wameondoka wameenda huko, basi hao wa Samaria wale waliobaki pale wakaanza kuzaliana na wageni. Wakachanganya damu. Walizalisha kundi la mchanganyiko wa watu ambao walikuwa wakimwabudu Mungu wa Israeli pamoja na mingine. Kumbe hawa wa Samaria hawa wana sifa kuu 3. Tumsifu Yesu Kristo. Wa Samaria wana sifa kuu ngapi? 3. Sifa ya kwanza ya wa Samaria, wao ni taifa la Israeli ambalo halikupelekwa utumwani, halikwenda utumwani. Umenipata? Sifa ya kwanza ni taifa la Israeli ambalo halikwenda utumwani. Liliishi wapi taifa au watu waliishi wapi? Waliishi kaskazini mwa Israeli, katika mji mkuu wa kaskazini unaitwa Samaria. Sifa ya pili ya Wasamaria, walichanganya damu. Walizaliana na watu wa mataifa mengine. Tumsifu Yesu Kristo. Hivi Msafu ambaye amechanganya damu na makabila mengine anaitwaje? Mfano mimi kabila langu, mtu ambaye amechanganya damu na mtu ambaye sio kabila langu anaitwa Maswitule. Sasa Maswitule wa Kisafu anaitwaje? Au mtu akichanganya damu Mwafrika na mzungu anaitwa Chotara. Hapana, akichanganya Mwafrika na Muhindi anaitwa Chotara. Mwafrika na Mwarabu anaitwa Chotara. Mwafrika na mzungu wanamuita half caste. Msafu aliyechanganya damu na watu wengine anaitwaje? Hamjui. Mnyakyusa aliyechanganya damu na watu wengine inaitwaje? Hamjui. Basi kumbe sasa hawa wa Samaria walichanganya damu na watu wa mataifa mengine. Walipochanganya damu na watu wa mataifa mengine, ikumbuke kwamba Waisraeli wanamwabudu Mungu huyu mmoja aliyewaokoa kutoka nchini Misri. Watu wa mataifa mengine wanaabudu mamungu yao. Wanaabudu Baali. Wanaabudu mamungu ya kishirikina. Kutokana na kuchanganya damu, watu wa Samaria pia basi wakawa ni watu waliokuwa na imani ambayo si sahihi.
Kumbe watu hawa wapya sasa waliochanganyika na mabaki, waliobaki Israeli, walizalisha kundi la mchanganyiko wa watu waliokuwa wakimwabudu Mungu wa Israeli na miungu mingine. Kama nyinyi tu hivyo. Na sisi hivyo. Sisi Wakristo leo pia tupo hivyo kama hao Samaria. Tunamwabudu Mungu wa ukweli na kwa waganga tunaenda. Tunamwabudu Mungu wa ukweli na kukanyaga mafuta ya upako tunaenda. Tunamwabudu Mungu wa ukweli na kwenye kula keki ya upako tunaenda. Kwa hiyo na sisi ni hivyo kama Wasamaria, vile tu. Wapendwa katika Kristo, kwa kifupi kabisa, katika Agano la Kale, Msamaria ni mtu aliyetokea eneo la Samaria, mji mkuu wa Israeli ya kaskazini. Baadaye ni mtu wa jamii mchanganyiko wa damu na dini. Walionekana na Wayahudi kama watu wasio safi kiimani. Wayahudi waliwachukulia Wasamaria kama watu ambao sio safi kiimani. Watu wa hovyo. Mfano kama nyinyi leo hii wa Kristo, kuna watu wa dini fulani hivi mnajua hawa mbinguni hawapo kabisa. Hawa mbinguni mnajua hawana nafasi hawa mbinguni. Wanasema kama aaminie na kubatizwa hata ataokoka. Kigezo cha kwenda mbinguni ni kumwabudu, ni kumwamini Yesu, si ndio? Sasa nyinyi wa Kristo, ile dini ambayo inasema kama Yesu sio Mungu, mnaamini kwamba haitafika mbinguni. Lakini sasa Yesu anabadilisha mtazamo huo. Waisraeli waliamini kwamba Wasamaria hawaendi mbinguni. Wasamaria ni watu wa hovyo. Wasamaria ni wasaliti. Wasamaria hawana Mungu sahihi. Yesu amebadilisha taswira hiyo na kutuletea taswira mpya kabisa kwamba Msamaria ni nani? Msamaria ni nani? Ndugu yangu katika Kristo, tunapata tafsiri mpya ya Msamaria. Kulingana na Yesu, Msamaria ni mtu anayetoa msaada kwa wengine kwa huruma. Ni mtu mwenye upendo. Anaonyesha upendo bila kutarajia malipo. Neno Msamaria linatokana na hadithi ya Msamaria mwema, Good Samaritan. Injili ya Luka sura ya 10 aya 25 hadi 37. Luka sura ya 10 aya 25 hadi 37. Msamaria mwema. Nasemaje? Mtu mmoja alikuwa anapita, akakamatwa na vibaka, wakampiga, wakamnyang'anya simu yake, wakanyang'anya pesa zake, wakamwacha karibu kufa. Akapita pale kuhani, akapita pale padaluoga, akasema na haraka naenda kwenye misa yela. Akaondoka. Akapita pale sister, akasema haka naogopa ushahidi Yesu Maria na Yesu. Akaondoka. Akapita pale mwanakwaya, akasema nitachelewa kwenye kwaya. Akaondoka. Akapita pale katekisa na gauni lake lile kanzu. Akapita pale kanisa na kanzu yake. Akasema mimi paroko hapendi kujiingiza kwenye kesi za jinai, nitafukuzwa katekista. Akapita muumini wa Yela, akaondoka, akakimbia ushahidi. Lakini akapita huyo mtu ambaye unamuona kama hana dini timamu. Akapita huyo mtu ambaye unamuona kama yeye dini yake si ya ukweli. Ndiyo Msamaria. Akamchukua yule mtu, akampeleka hospitalini. Alipompeleka hospitalini, tena hospitali ni ya kulipia, ilikuwa ni KZ au Maranatha? Nadhani ilikuwa ni Maranatha. Akafika pale akasema dokta mtibie huyu. Akalipa hela pale, akasema naondoka sasa hivi, naenda Chunya kule machimboni,
nikirudi baada ya siku 2 nitalipia gharama nyingine. Tumsifu Yesu Kristo. Leo Yesu amebadili maana ya Msamaria. Mtu alionekana kwamba wahovyo, mtu ambaye dunia imemdiscard kuona kwamba si lolote si chochote, lakini machoni pa Mungu ndiye mwenye maana. Leo hii kuna watu wanakomunika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Tunashukuru sana. Wamefunga ndoa, wanafanya vizuri. Lakini kuna wengine tunaona kwamba wanakaa uchumba, wapo hovyo. Tunadhani kwamba hawaendi mbinguni. Unaweza kuona mtu ambaye unamuona kama ana kikwazo, hakomuniki Ekaristi Takatifu, unamuona kama ni jitu la hovyo, linapenda mwanamke kupita Mungu. Unaweza kuona kwamba huyo akafika mbinguni. Wewe pamoja na kukomunika kwako, kwa kuwa tu una hila ndani yako, unaweza kaingia motoni. Mliesimama mjiangalie, msije mkaanguka. Unaweza kadhani kwamba umesimama, kumbe wewe ukawa umeanguka. Msifu Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, kama hiyo haitoshi, Yesu Kristo kupitia mwinjili Luka pia leo hii anatupatia mfano wa wakoma 10 ambao wakoma hao wamepata uponyaji kwa Yesu Kristo. Wamepata uponyaji kwa Yesu Kristo. Walikuwa Yesu anasema kama hawakutakasa wote 10, wale 9 wapi? Mbona namuona mgeni tu anakuja kuleta kutoa shukrani? Ina maana kwamba yule mmoja alikuwa ni Msamaria. Lakini wale 9 walikuwa ni watu wa Yuda. Ndio msifu Yesu Kristo. Tuongee ukweli. Kiini cha imani yetu sisi wa Kristo, ni sadaka. Ni nini jamani? Sadaka. Na sadaka yetu sisi yenye maana kupita zote ni sadaka hii ya Yesu Kristo kufa msalabani. Yesu Kristo kufa wapi? Msalabani. Hiyo ndio sadaka. Na ametufundisha namna ya kula sadaka. Ndugu yangu katika Kristo, tunaitwa sote kutoa sadaka. Kutoa sadaka maisha yetu kwa ajili ya kumtegemea Mungu. Yaani haya maisha yetu haya, kama hujisadaki, kama hutaki kujitoa sadaka, maisha bila sadaka ni hovyo. Maisha bila sadaka ni jamani? Ni hovyo, hayana maana yoyote ile. Tujitahidi kuwa watu wenye kujitoa sadaka. Na kitakacho kuingiza wewe mbinguni ni kujitoa sadaka. Na jamii nashangaa sana. Mimi kati ya ndugu yangu wa kwanza duniani hapa ni mama. Baba ni ndugu yangu ndio, lakini ndugu wa ukweli kweli kabisa ambaye amejitoa sadaka. Ndugu ambaye amebadilika muonekano, ameota kitambi kwa miezi 9 ni mama. Ndugu ambaye anaingia leba, na ukiingia leba kuna majibu 4. Au mtoto akafa, au mama akafa, au mama na mtoto akafa, au wote wakapona, ni mama. Ndugu ambaye hawezi kukataa mimba ni mama. Ndugu ambaye ili kuleta mwanadamu mwingine duniani lazima ajitoe sadaka. Ni nani jamani? Tumsifu Yesu Kristo. Baba sio kama nawasema, ni kweli wa baba. Mwanaume ambaye ameanza kuingia leba anyosha mkono. Mwanaume aliingia leba, punga mkono. Mwanaume aliingia leba. Mwanaume ambaye ameanza kushika mimba miezi 9, punga mkono. Umeona kiwango cha sadaka hicho? Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, mama sio mama watu siku kuna mama wengine ni vilaza sana. Mama hiyo siku akipata mimba anatoa. Hapa na maisha wale wa mama wenye akili mamu ambao hawatoi mimba. Wa mama wenye akili mamu ambao hawatoi nini? Mimba. Hao ndio wa mama. Hao watu wa mimba hao wanaitwa mama marehemu.
Ndugu yangu, lazima tutoe sadaka. Tujitoe sadaka maisha yetu. Saidia wenzako. Unapokuwa unamsaidia mwenzako, unapojitoa kumsaidia mwenzako, pale ndio unapata baraka. Na kweli unaona sasa, unaona yani roho inafurahi kwa kuwa umefanya nini? Umesaidia wengine. Ndio maana hata hao wanakwaya wana wimbo mmoja wananyimba kwamba ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Nere zaidi. Hebu imeni kidogo kwanza kama mnajua wimbo huo. Tuime kidogo ule wimbo wanakwaya. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa. Ni heri zaidi kutoa. Ni heri zaidi kutoa. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Tumsifu Yesu Kristo. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Tujifunze kutoa. Toa kwa ajili ya wengine, toa kwa ajili ya wengine. Tujifunze kuwasaidia wenzetu. Msamaria mwema hapa ameonekana ni mtu mwenye kuwasaidia wengine. Pendo katika Kristo. Ni muhimu kushukuru. Ni muhimu kunini? Kushukuru. Ni lazima kutoa shukrani kwa Mungu. Katika somo la kwanza tumemwona yule bwana Naamani. Somo letu la kwanza linatoka kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 aya ya 18 hadi 17. Tunaona Naamani alishuka akajichovya mara 7 katika Jordan, sawa sawa na neno la yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikawa safi kama nyama ya mtoto mchanga. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua watu wazee, watu wazee muda mwingine unaona ngozi inakuwa kama ya samaki hivi, ngumu imepinda hivi. Kristo jana. Lakini watoto wadogo, watoto wachanga, ngozi imekuwa soft, hajatumia kitu chochote kile. Mabinti wa semi kama ngozi yao ni soft, wana mambo mengi. Wanaweka puti, wanaweka foundation. Tupo katika ulimwengu wa puti. Puti inatiwa kwenye gari, puti inatiwa kwenye nyumba, puti inatiwa mpaka usoni. Kwa hiyo siamini sana kama ni soft. Ila watoto wadogo wako soft. Sasa Naamani yule mwenye ukoma akapona. Naamani alipona. Naamani ni nani? Ni mgeni. Tumsifu Yesu Kristo. Naamani ni mgeni. Baada ya kuponywa, ya kutakaswa ule ukoma wake, alienda kutoa shukrani kwa Mungu. Tasoma kidogo. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake, akaja akasimama mbele yake, akasema, sasa natambua ya kuwa hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee mbaraka wa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake leo, sipokei kitu. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wake mdogo, bagala 2, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana.
Naamani baada ya kuponywa, kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 14-17, baada ya kutakaswa ukoma wake, amerudi kutoa shukrani. Naamani ni mgeni, anatoka katika taifa la watu wasiomwabudu Mungu wa ukweli, taifa ambalo wanaabudu mamungu feki. Amerudi kutoa shukrani, lakini alikataa zile zawadi, si ndio jamani? Kuna kale katumishi kake kamoja kalirudi kasema amesema nije nichukue tu nani, amesema tu nani, yani Naamani alikataa zawadi ile. Miongoni mwa watumwa wale wasaidizi wale mtumishi wa Mungu wakaenda kuchukua zile zawadi. Akasema amesema nije nichukue tu zile zawadi kwa sababu alikuwa anaona aibu. Nipe tu. Akachukua. Hebu chukua vile vipaji vile. Ule ukoma ukamrudia yeye. Tumsifu Yesu Kristo. Ule ukoma ukamrudia nani? Yeye. Au pana fundisho dogo hapo. Pana fundisho dogo. Uwezo wa sadaka safi. Kuna uwezo wa sadaka hapa? Makanisa mengi kuna uwezo wa sadaka. Makanisa mengi kuna uwezo wa sadaka. Sadaka, kuna mtu mmoja alikuwa ametoa sadaka, aitoa misimbazi 10, aitoa kiburungutu cha shilingi 100 kaweka pale. Baadaye sadaka ilivyotaja juma lijalo, wakasema ilikuwa ni shilingi 80,000. Ilikuwa ni shilingi 1000. Nyinyi uongozi wa hapa Iyela mpo safi. Nyinyi mmenyoka. Ninyi mmenyoka kama rula. Mimi nasema tu mfano wa kule Dar es Salaam sehemu fulani. Kama sasa mimi nimetoa shilingi 100,000 kiburungutu, na walikuja watu wengine wengi kutoa hela. Inakuwaje 80,000? Niwaambie siri moja ya sadaka. Sadaka hii kimsingi inaambatana na matatizo ya watu. Inaambatana na matatizo ya nini? Ya watu. Kuna mtu mwingine hapa hazai, ameita sadaka, nataka nimpe Mungu alafu nizae. Kuna mtu mwingine yeye ndio mtaalamu wa kuchepuka, akimwona binti ameshatamani kumchepuka naye, ana roho ya zinaa. Kuna mwingine na maukoma. Sasa wewe unaamua kuiba sadaka, maana yake ile maukoma yatakuja kwako. Mimi nakwambia tu leo, tumsifu Yesu Kristo. Mimi nakwambia tu leo hii. Nakwambia tu leo uelewe hivyo. Sadaka lazima itumike katika maagizo ya kuhani. Kulingana na sisi kuhani wetu katika parokia hii ya hali ya hewa ni Padri Mwambala, si jamani? Kuhani wetu anasema hii sadaka hii tutaikusanya wote, tutafanyia maendeleo ya nini jamani? Ya kanisa, si ndio? Ifanyiwe maendeleo ya kanisa, na si zaidi ya hapo. Ikifanya zaidi ya hapo, tayari wewe uliofanya mazaidi ya hapo utapata ukoma. Yale mashida ya watu yatakurudia wewe. Upulike. Yatakurudia wewe. Yule msaidizi wa mtumishi wa Mungu ambaye alipelekea Naamani kupona, alienda kule kuchukua sadaka ile, akabana yeye ili awe anatumia mdogo, akapata ukoma. Baada ya kupata ukoma, Elisha akasema kwamba wewe mbona una ukoma? Ulichukua hii sadaka? Ndio nilichukua, nisamee mtumishi. Haya, shauri lako. Mmenielewa jamani? Kwa hiyo sadaka. Hapa kuna mmoja alinipatia hela nia ya misa. Mmoja alinipa nia ya misa. Hiyo nia ya misa, hivyo nipa nia ya misa. Zilikuwa misa 2. Ile hela ile ya misa ile ina ukoma. Ina matatizo. Hebu twende kwanza kwenye mila zetu. Hivi wewe umeenda kutambika kule. Pale mnapofanyia matambiko nyewe Wasafu au nyewe Wanyakyusa. Mmeenda pale manyama, mbonge ya nyama pale, tena matamu tu mazuri tu. Inaruhusiwa kwenda pale pa kutambikia, kwenda kuiba yale manyama afu kula. Tumsifu Yesu Kristo. Nauliza, katika mila zenu za Kisafwa, za Kinyakyusa, unapoenda pale wanapotambikia pale,
wanaanzaga manyama pale, mabofula ya nyama. Inaruhusiwa kwenda kula yale manyama? Inaruhusiwa? Haipo, si ndio? Hairuhusiwi. Kwa kuwa ukienda kula yale mabofula ya nyama, maana yake ile laana ile ya kijiji ile inakurudia nani? Wewe. Wenzako wameweka pale ili madudu yao wanaofahamu wenyewe yaende ya kazi. Sasa wewe umeenda kula pale, wewe ni lidudu. Umemzivia Yesu. Sasa kama katika mila zetu ambazo ni Mungu fake, ni mizimu, ni mapepo, ni mashetani, ile sadaka huruhusiwi kwenda kula, si ndio jamani? Je, kwa Yesu? Tumsifu Yesu Kristo. Wala rushwa mpo. Yaani mfano nyinyi hapo mmepanga mkatoe rushwa sehemu fulani. Ile hela ya kwenda kule kumpa yule mpokea rushwa yule. Wewe unapeka hela ya rushwa, unaruhusiwa ile hela kuiiba. Ukiiba si maana yake rushwa yenu haijakamilika, si ndio? Hata kama katika dhambi hiyo hela hiyo ampokei, amchukui. Inakuwaje basi katika kazi ya Mungu tunachukua sadaka? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo mpendo katika Kristo, sadaka lazima ikusudiwe kwenda ilikopaswa kwenda. Hata mimi hapa nikienda na askofu sehemu, na hii sadaka hii ipo hapa chini yangu, ni mamlaka yangu. Lakini nimeenda na askofu sehemu, askofu amefanya pale ibada, ametoa sadaka pale, masadaka mazuri tu kwa ajili ya askofu. Mimi nasema huyu askofu huyu bwana, mbona atanenepa sana? Yale masadaka mamipaji yale, machokochoko nini yale, madikodiko mimi nayachukua. Nasema askofu huyu alijua vipi? Yale mashida ya mtu yale, maproblem ya mtu yale yapo katika sadaka ile. Sijui mnanipata Mmenielewa? Kwa hivyo sadaka iheshimiwe. Sadaka iende pale palipokusudiwa kuwapo. Ni muhimu kutoa sadaka. Ni muhimu sana kutoa nini? Sadaka. Kama utoe sadaka, maana yake itakuwa tatizo. Wapendwa katika Kristo, kiini au moyo wa hadithi hii inajitokeza katika Injili hii, Luka 17:11 hadi 19. Kiini chake cha hadithi hii kinatuambia sisi sote kwamba kuna hatua tatu katika uponyaji. Kuna hatua tatu katika nini? Uponyaji. Hatua ya kwanza ya uponyaji, Yesu amewaponya wakoma 10. Yupo tayari pia kukuponya hata wewe katika maradhi yako yanayokusumbua, maradhi ya kimoyo, ya kiroho na kimwili. Kama Yesu aliwaponya wakoma 10, yupo tayari pia kukuponya wewe katika maradhi yako. Unaumwa, una shida mbalimbali, pengine una hela, unaona aibu wenzako wanatoa tu misimbazi tu, wewe pekee yako una kashingi 500 mfukoni, unatamani uwe na hela pia unashindwa. Na maradhi, yani uweze kukaa na mke wako na kaa tunaanzia kuchepuka tu. Na maradhi mengi tu. Nyumba yako maradhi haishi. Kwa hiyo zipo hatua tatu za uponyaji. Hatua ya kwanza ni uponyaji. Kama Yesu aliwaponya wakoma 10, atashindwaje kukuponya wewe? Tena una ukoma, una UTI tu. Atashindwaje kukuponya na UTI sugu tu? Kama Yesu aliwaponya wakoma 10, atashindwaje kukuponya wewe mwenye VVU? Maana ukoma unaonekana, ulikuwa uponeki. Sasa wewe mwenye VVU, wewe utashindwaje kupona? Kama Yesu aliwaponya wakoma 10, atashindwaje kukuponya wewe ambao una matatizo madogo? Hiyo yupo tayari kukuponya wewe. Wapendwa katika Kristo,
Baada ya kupokea uponyaji, unapaswa kugeuka nyuma, kurudi na kumtukuza Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Hatua ya kwanza ni kupokea uponyaji. Kupokea uponyaji. Pokea uponyaji. Hatua ya pili ni kugeuka nyuma, kurudi na kumshukuru Mungu. Tunaona hawa wakoma 10 wamepata uponyaji. Mkoma mmoja tu ndiye aliyegeuka nyuma akarudi kumshukuru Mungu. Sawa mpendwa? Hata wewe pia Mwenyezi Mungu anapokupatia uponyaji ni lazima ugeuke nyuma, urudi kwake, ukamshukuru Mwenyezi Mungu. Ukamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hatua ya pili ni kutoa shukrani kwa Mungu. Hatua ya tatu ni kusujudu miguuni pa Yesu. Kusujudu miguuni pa Yesu. Hatimaye Msamaria anapata majibu ya shukrani yake miguuni pake. Imani yako imekuponya. Yesu anaendeleza maneno yake kwa mwanamke wakati wa uponyaji. Luka 7:50. Mwanamke mwenye kuvuja damu akamwambia, "Inuka, imani yako kukamilisha uponyaji." Wengi hatupati kukamilisha uponyaji. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe umeenda kusali, umeenda kwa charismatic pale. Kwa charismatic wana kaimbo kazuri, mimi nakapenda sana kaimbo kao kale. Wamefika pale, wamekuombea wewe kwa charismatic. Watu wameweka kaimbo gani kale? Usinipite Mwokozi, ta 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 ita Yesu wamekusaidia. Akaimba mnakafahamu? Hebu piga kwanza, piga kidogo, piga kidogo. Usinipite Mwokozi, usikie unapozuru wengine, usinipite, ita Yesu, Yesu angu one seke unapozuru wengine. Inatosha sasa, mtalimu dawa, inatosha jamani. Umeenda pale wakaismatiki, wamekuombea. Baada ya kukuombea umepata uponyaji. Wameomba na kaimbo wako mjisiani kana kwamba upo kwenye jua kali, alafu umepiga soda yako pale baridi, Coca-Cola, au umepiga maji baridi, unajisikia safi kabisa, umepata uponyaji. Lakini bado uponyaji haujakamilika. Uponyaji unakamilika kwa kugeuka nyuma, kurudi kwa Yesu, kusema, Yesu asante kwa kuniponya. Yesu wewe ndio wewe. Baada ya kugeuka nyuma, kutoa shukrani, kumsujudia Yesu. Ukishamsujudia Yesu anakamilisha uponyaji. Anakamilisha nini? Uponyaji. Wengi wenu huwa mkamilishi uponyaji. Hamkamilishi uponyaji. Hamkamilishi uponyaji wengi wenu. Nashangaa tu toka pale umeenda kuungama, mfano padri amefika kwako, amekuungamisha. Baada ya kukuungamisha amekupatia mpako mtakatifu. Baada ya kupatia mpako mtakatifu, basi ameondoka. Unaanza tu. Tuendelee na stori zetu pale, unaanza kuongea ombi yako kama kawaida. Mwambie Yesu asante kwa uponyaji. Yesu nakuja kwa kutoa shukrani, nimepata uponyaji huu. Basi nakuomba Yesu, pokea shukrani yangu hii. Mimi mdhaifu, hiki kiwango changu cha hela hiki. Angalia tumejenga tofali za bloku lakini tumetumia na matope. Dunia gani hii jamani? Tumetumia matope. Yesu, mimi nimepata uponyaji, nimerudishwa kazini. Uponyaji wangu mimi nimerudishwa kazini, nilifukuzwa kazi, nimerudishwa kazini. Sasa mimi nataka niondoe aibu hii ya kutumia matope. Basi nimeamua sasa nitaleta tripu 2 za mchanga hapa.
hapo umeshageuka nyuma kutoa shukrani kwa Mungu, na Mungu mwenye anakamilisha uponyaji. Kukamilisha uponyaji maana yake ni kufunga sasa ile homa isikurudie tena. Umenipata wapendwa? Wewe umejifungua salama, umechukulia poa tu. Toto mpya. Umetoa shukrani kwa Mungu. Umegeuka nyuma kutoa shukrani kwa Mungu. Hatua ya kwanza umepata uponyaji, sawa? Hatua ya pili umepona. Nenda katoa shukrani kwa Mungu. Na ya tatu anakamilisha Mungu mwenyewe baada ya kutoa shukrani. Inuka, enenda zako, imani yako imekuponya. Huo ndio uponyaji. Angalia yule mkoma. Ameshapata uponyaji. Mkoma yule. Ameshapata uponyaji. Akarudi kutoa shukrani kwa Mungu. Alimsema asante Mungu. Wenzako wako wapi? Sijui. Wengine sijui, lakini mimi nafahamu nimekuja kutoa shukrani. Anakamilisha uponyaji. Inuka, enenda zako, imani yako imekuponya. Tumsifu Yesu Kristo. Unaona shida ilipo Umeona shida yenu? Na ndio maana mahoma yanawarudia. Kwa kuwa hamkamilishi uponyaji. Hamjakamilisha dawa. Kama kwenye akili, kwenye maisha ya kawaida tunakuwa tunafahamu hatua za uponyaji ya homa ya kawaida. Inakuwaje homa ya kiroho tuelewe, atufuate taratibu? Twende kwenye homa za kiroho. Homa za kawaida. Wewe unaumwa zako nini? Typhoid, si ndio? Kama unapata dawa nzuri, ukinywa dawa ya typhoid siku ya 5, unashanga umeshaanza kupata uponyaji. Si ndio jamani? Unaacha kunywa. Unaendelea mpaka mwisho ili kukamilisha nini? Uponyaji. Hasa huku kwenye kidini, kwenye kiimani umeshapona tu. Sare, shapona. Wewe. Toa shukrani kwa Mungu. Toa shukrani kwa Mungu. Kwa hiyo hatua ya tatu ni kusujudu na kushukuru miguuni pa Yesu. Hatimaye Msamaria anapata majibu ya shukrani yake na anakamilishwa katika uponyaji. Wengi hatukamilishi katika uponyaji. Wengi ulikuwa hauna ajira, ulimuomba Mungu akakupa ajira, uponyaji, umepata ajira. Haya, hatua ya kwanza umepata ajira. Hatua ya pili, moja utoe shukrani kwa Mungu. Ujaje. Unapata lishara lako huko malaki 8 sijui. Umetoa zaka hapa? Hapana. Haya, ulikuwa upati mtoto miaka mingapi sijui, umekaa miaka mingi bila kupata mtoto. Umepata katoto kazuri, kapya. Kazuri tena keupe. Kameng'aa kenyewe, kana afya nzuri. Umetoa shukrani kwa Mungu. Kakifa. Wewe usione watu wanakaa na watoto hawafi, wanashukuru kwa Mungu. Huyo sio mdoli, huyo mdoli haufi. Ukishanunua mdoli haufi, lakini mtoto anaweza akafa. Umetoa shukrani kwa Mungu? Mimi nakuuliza, umetoa shukrani kwa Mungu? Tumsifu Yesu Kristo. Mtoto wako akifa huyo, akiwa na maradhi ya ovyo, umekamilisha uponyaji? Hujakamilisha uponyaji. Haya, ulikuwa unaenda kufanyia operation. Siku hizo baba wanapata sana tezi dume. Umeenda tezi dume, umefanyia pale hospitalini pale, umepata uponyaji, umepona. Mungu amekuponya. Ni Mungu mwenyewe amewaangalia wale madaktari kupatia tiba sahihi, ndio maana umepona. Je, umekuja kukamilisha uponyaji kwa kutoa shukrani kwa Mungu? Mungu asante. Mungu asante. Lakini pia muda mwingine pia ni kujiongeza tu pia. Wewe umepata uponyaji. Baada ya hapo unaondoka tu kwa daktari tu pale. Kwechu. Oi daktari. Sasa je? Okay. Baadaye basi tutawasiliana. Asante sana. Sema tu daktari, asante daktari, nashukuru daktari. Daktari, umenifanyia operation vizuri. Hivi huyu daktari ni wangapi wamewafanyia operation na wamekufa, lakini wewe hujakufa? Ni wangapi? Yaani kuna muda mwingine hatutoi shukrani. Mimi mara nyingi nikipanda basi, nikifika salama ninaposhuka stand pale, namwambia dereva, asante kwa kutuendesha vizuri.
Asante. Unamwambia hata kama mlipa nauli, sema tu asante. Asante tu. Neno asante lile unafariki. Kama ulikuwa una kilo 200, utapungua kilo. Utakonda. Neno asante unafariki ukisema asante. Ndio mzee Yesu Kristo. Wapendwa, neno asante linakamilisha uponyaji. Neno asante kwa Mungu linakamilisha uponyaji. Umenisoma? Umenielewa? Neno asante linakamilisha uponyaji. Ndugu yangu, katika nyakati za sasa waamini hawataki kujichosha ili wapate uponyaji. Tunataka tukuponywa kihisia. Kama kuokota kitu. Kama kuokota siju. Wanasema ameokota dodo kwenye nini? Kwenye nini? Kwenye mpela. Kama kuokota dodo kwenye mpela. Uponyaji si bahati, bali ni tendo la kiimani. Ukitaka cha ufunguni sharti uiname. Vivyo hivyo katika uponyaji lazima ujitoe. Lazima uambatane na jukumu lolote lenye sadaka ndani yake. Yatupasa kufahamu pia kusali. Haijawahi kuwa rahisi. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua mimi mwenzenu mpaka leo, huu sasa ni mwaka wa 10 wa upadri wangu. Mwaka wa 10 wa upadri. Lakini mpaka leo huwa namshukuru Mungu. Nasema Mungu asante kwa zawadi ya upadri. Asante kwa zawadi ya upadri. Asante. Unajua unaposema tamka neno asante, unazidi kupata nguvu. Wewe hapo, lini umesema asante Mungu kwa zawadi ya ndoa? Asante Mungu kwa zawadi ya mume ambaye ni mwema kwangu. Unasema asante? Au unachukulia poa tu? Si wajibu wake. Akibadilika, tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, shukrani kwa Mungu ni kiini cha imani. Shukrani za Msamaria na kusujudu miguuni pa Yesu ni utambuzi wake kwamba Mungu anatenda kwa wakati wake. Yesu anapoona na kuponya majeraha ambaye wengine hawayaoni, ufahamu wake wa kumshukuru Mungu ni kumtukuza Mungu. Huu ni uthibitisho wa imani unaofanya vyema. Wapendwa katika Kristo, ni lazima kutoa shukrani. Kama vile Yesu anapoona katika kisa cha mwanamke aliyempaka mafuta, Luka 7:47. Yule ambaye amepewa mengi anapenda zaidi. Wapendwa katika Kristo, imani ya ukweli, imani thabiti ni kumshukuru Mungu. Kiini cha imani yetu sisi wa Kristo ni shukrani kwa nani jamani? Ni shukrani kwa Mungu. Wapendwa katika Kristo, Yesu anawapenda na kuwasaidia wale wanaotengwa na kudharauliwa katika jamii. Ukiona watu wanatengwa, watu wanasemwa vibaya, watu wananyanyaswa, wanaonekana kama hawana maana, simama na mtu anayesemwa. Ukiona katika jamii yako kuna mmoja anasemwa, ukiona katika jamii yako kuna mmoja ananyanyaswa, wewe nyoka na anayenyanyaswa. Simama na anayeonewa. Azama house girl ndio wana shida sana. Wasichana wa kazi wana shida sana. Mama mwenye nyumba anawatesa watoto wa watu. Anawatesa kisa tu si mtoto wako. Tumsifu Yesu Kristo. Hivi wewe mama unayemtesa msichana wa kazi, utaishi milele? Eti wewe mama, wewe hapo unajifahamu, unajifahamu hapo. Utaishi milele wewe? Unatesa msichana wa kazi, unamnyanyasa msichana wa kazi, utaishi milele? Maisha yetu ni mafupi sana. Kulikuwa na binti moja, alikuwa tajiri sana. Baba yake tajiri, anafanya kazi huko wapi, Ulaya huko. Mama yake ni mama nyumbani lakini wana hela. Binti alikuwa anasoma sekondari form 4. Binti yule ni kama malikia kule shuleni. Ana bodyguard.
Yaani wale wapambe ana bodyguard pale vinamlinda. Alifumba macho na kufumbua akajikuta yeye ni msichana wa kazi. Kama kawaida baba yake amerudi airport na ndege. Kaambia mama aenda kumchukua. Mama aenda kumchukua yule baba yake, wakapata ajali, wakafa wote wawili. Akafika shangazi yake, akachukua zile mali zilizoachwa pale. Akasema binti njoo utakaa kwangu mimi nitakulea. Akamtoa kwenye shule ya milioni 2 kule, akampeleka kwenye shule ya kata ya St. Kayumba ni Mfagio. Toka pale akasema nani akupikia hapa? Anza kupika chakula, wapikie na wenzako. Ametoka kuwa mfalme mwenye mabodyguard binti yule. Sasa ameenda kuwa house girl. Wewe mama wewe, unayemtesa msichana wa kazi, elewa kwamba maisha yanabadilika. Maisha yanabadilika. Nothing is permanent. Hakuna kitu ambacho ni cha kudumu duniani hapa. Maisha yanabadilika. Maisha yanabadilika. Tumseme Yesu Kristo. Mmenielewa jamani? Maisha yanabadilika. Watoto yatima usidhani kama walizaliwa yatima. Ukishaona mtoto yupo manake alikuwa na baba na mama. Lakini muda wote atabadilika kuwa yatima. Leo upo kazini wewe mama, upo kazini. Wewe baba upo kazini leo. Umepata kitengo kadogo tu. Watu ambao wako chini yako unataka kuwafukuza kazi. Una kitengo kadogo tu. Unafahamu maisha yako ya baadaye wewe? Acha kunyanyasa watu mpendwa, acha kunyanyasa. Maisha yanabadilika. Nimeleo asubuhi. Nimetoka nyumbani bana, asubuhi tu niamka vizuri tu. Na kutaka nije huku. Nawasha gari na shanga langu aliwaki. Nawasha gari na shanga langu aliwaki. Lakini na gari, unakuwa na gari pale tu ambapo gari lako liko njiani linatembea. Zaidi hapo una gari. Haliwaki, muda wa misa umefika. Kwa hiyo maisha yamechange ndani ya dakika 2 tu. Sasa kama una gari zinabidi likusaidia wakati wa mahitaji, si ndio? Fika pale battery imedrain. Battery imenyonya. Battery imenyonya. Washa pale gari aliwaki. Kama nini father mimi? Father samani father. Father gari langu aliwaki ya father, ni father unanisaidiaje father? Father akatuna. Hamna shida. Unaenda kwani unaenda wapi? Yaani maisha ndani ya dakika 2 maisha yamechange. Maana nilikuwa nawaza nikachukua bodaboda bajaji nifike hapa. Kwani Iyela ni kilomita ngapi kutoka hapa? Ni kama kilomita 3 hivi au 4. Basi hamna shida father. Akaniwashia gari kanigeuzia kapanda nenda father. Maisha yanabadilika muda wowote. Maisha yanachange muda wowote. Umenipata jamani? Leo inawezekana wewe ukawa ndio unajidai pale mtaani wako wewe ndio yani, wewe ndio mtumishi wa serikali yani. Kila siku ya asubuhi yanafika magari yameandikwa STN. Ni STN yale au STM? Zinafika pale STM. Nyeupe. Fulu kiyoyozi. Ndani ya siku 2 tu. Ndani ya dakika unaweza kwenda kama wewe tayari umeshakuwa nyama kwenye friji kule. Rufaa kule Australia rufaa. Na hiyo STM sijui ni nini hiyo. Imegongwa chaka nyanga. Na wewe umekanda limdomo huu. Na roho yako mbaya. Ndugu waenda wanavuta kama kwenye friji. Huyu ndio yeye. Tumuone vizuri. Itakuwa ni huyu jamani. Umeshageuka kuwa umeshaweka kwenye friji kule. Ndugu yangu maisha yanabadilika. Kuwa mwema ndugu yangu, maisha yanabadilika. Hakuna kitu ambacho ni cha kudumu ndugu yangu. Hakuna kitu duniani ambacho ni cha kudumu. Maisha yanabadilika. Maisha yanabadilika ndugu yangu, maisha yanabadilika. Acha majivuno, ongea na watu vizuri. Ishi na watu vizuri. Umenisikia wewe? Wewe mkaka umenisikia? Umenielewa vizuri? Maisha yanabadilika. Maisha yanabadilika ndugu zangu.
Mpendwa katika Kristo, hakikisha unakuwa mwema kwa watu. Hakikisha unakuwa ni mtu wa kumshukuru Mungu. Hakikisha unakuwa msaada kwa watu. Hakikisha kama umepata nafasi ya kuongoza, kama umepata nafasi ya kuwa bosi, uko pale bosi kuwaunganisha wafanyakazi, sio kunyanyasa wafanyakazi. Kuna kabosi sehemu fulani, kuna kabosi njaa sehemu fulani hivi.